Funza iligeuka pesa. Kisha jeneza ilianza kuchemka, huku pesa zilizojaza ndani zikilipuka na kuanguka chini. Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi hii, Jeneza Langu. Lakini kabla sijaanza, na kuomba usubscribe na kubonyeze hiyo kengele ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu mpya. Usisahau pia kulike na kushare. Tunaanza sasa. Baada ya kujiunga kwenye chama, siku zangu hazikupita kama kawaida tena. Mwili wangu ulikuwa bado unajisikia kuwa mwepesi, lakini pia mzito kwa njia ya ajabu. Kila usiku, nilisikia sauti za watu niliowaona kwenye giza. Miungurumo ya maneno ya ajabu, kupiga kama moyo wa mtu anayepondwa, na milio ya funza ikicheza juu ya mafuvu. Lakini kisha siku 3, maisha yangu yalianza kuinuka. Niliamuka, nikakuta jeneza lilijaa pesa. Nikaanza kufungua maduka, nikanunua gari, nyumba. Siku moja jioni, Sara alikuwa njiani akitoka sokoni, akipitia karibu na barabara ile ile aliyowahi kuitembea miaka mingi iliyopita. Lakini safari hii, kitu kimoja kilimvuta macho. Gari jipya, jeupe, liking'aa kama jua lilivyokuwa likizama. Dereva alishuka, akamfungulia mlango mtu ambaye hakuamini macho yake. Ni Anko Sekalema. Lakini si yule maskini wa zamani. Si yule aliyekuwa anashona viatu chini ya kivuli cha miti. Si yule aliyekuwa akivaa nguo zilizochoka na kupishana na watu bila hata kuangaliwa. Siku ile ambayo Sara alimuona Anko Sekalema akiwa kwenye gari lake jipya, akiwa amevalia suti nzito, akiwa na watoto waliovaa sare za chuo cha watoto wa matajiri, moyo wake ulitetemeka. Tamaa ilianza kama tone la maji, ikageuka mto. Akajiuliza, huyu kweli ndio Anko Sekalema niliyemwacha? Aliwaza, au dunia imebadilika? Hatimaye Sara akasema, lazima nimwambie mama. Lakini hakumtumia simu. Alitaka akabiliane uso kwa uso. Hivyo akampigia simu na kumwambia, mama, njoo nyumbani. Kuna kitu muhimu nataka kukuambia. Mama yake alipofika, aliukuta uso wa Sara umejaa mawazo mazito. Mama akamuuliza, mwanangu, nini tena? Mbona unaniita kama moto unawaka? Sara akavuta pumzi ndefu, akakaa karibu na mama yake. Akajipapasa paja lake kama mtu anayeshindwa kukaa vizuri, halafu akasema kwa sauti ya chini, mama, nataka kurudi kwa Anko Sekalema. Kimya kilitanda. Mama yake alimsogelea taratibu, akimtazama kama anatafuta ukweli ndani ya macho yake. Kisha akasema, sasa tamaa imekushika, sivyo? Sara akainama. Lakini mama hakukoma. Alikuwa kama mzazi anayefungua jeraha lililofunikwa muda mrefu. Kisha akasema, umemuona amebadilika, ndiyo Umesikia duka lake likitangazwa kwenye redio? Sasa moyo wako umewaka moto wa tamaa. Sara alijaribu kuongea, lakini mama akaendelea. Akasema, ulimuacha wakati hana kitu. Ulisema huwezi kuvumilia njaa, shida na umasikini. Leo unaona utajiri wake, ndipo unakumbuka kuwa alikuwa mume wako. Kisha akamwangalia kwa ukali zaidi. Mwanangu, unajua pesa zake ametafuta na nani? Dunia haikupi mtu kama ulivyomuacha. Ukirudi, utakutana na mtu mwingine aliyejaa kiburi za mali zake. Sara akapumua kwa nguvu, macho yakianza kukaza kama mtu anayejitetea. Akasema, mama, tafadhali, usinihukumu. Mimi ni mwanamke mzima.
najua mahali nafaa kuweka moyo wangu. Anko ni mzazi mwenzangu, ni mwanaume wangu, na bado ninamupenda mama. Akatikisa kichwa kwa hasira na maumivu. Kisha akasema, wewe ndio ulimwacha na machozi, ukienda kutafuta maisha mazuri. Sasa unarudi kwa sababu ameomoka? Mwanangu, hiyo sio mapenzi, hiyo ni tamaa. Lakini Sara alinyanyuka, akawa amekaa kama mwanamke aliyefikia uamuzi. Kisha akasema, mama, sikukuita hapa unishaurie vitu kama hivyo. Niliyataka tu unisikie. Mimi ni mtu mzima, nitajua cha kufanya. Nakutakia safari jema. Mama akasema, natanguliza pole kwa lolote litakayokukuta mwanamke mzima. Ila nakuomba usinishirikishe kwa lolote uko mbele, maana wewe ni mtu mzima. Sara hakujibu tena. Kisha wiki moja, Sara alirudi kwa Anko Sekalema. Wiki moja baada ya Sara kurudi kwa Anko Sekalema kuomba msamaha na kukubaliwa, maisha yao yalionekana kurudi kawaida. Lakini ndani ya wiki hiyo hiyo, mambo ya ajabu yalianza kuonekana. Siku moja mchana kabisa, Anko Sekalema alikuwa anaendesha gari barabarani. Ghafla, kati ya barabara, mzimu lilitokea mbele ya gari. Watu waliokuwa pembeni hawakuona chochote, lakini kwa Anko Sekalema lilikuwa wazi kama mtu anayesimama mbele ya gari. Mzimu likazungumza kwa sauti nzito. Masharti tuliyokupa yalikuwa kwa ajili yako pekee, lakini sasa umeongeza mkeo. Hivyo, hata yeye lazima awe sehemu ya agano letu. Tunamhitaji kwenye chama haraka. Anko Sekalema alikataa, akasema, siwezi kuhusisha mke wangu, yeye hana kosa. Mzimu likamjibu kwa hasira, kwa kuwa umekataa, basi nitajishughulisha naye mwenyewe. Kisha akapotea. Siku moja Anko hakuwa nyumbani. Jeneza lile lililokuwa limejaa funza lilitetemeka. Kati ya lile jeneza, funza mmoja mkubwa alitoka, akateleza nje na kuelekea moja kwa moja ndani ya chumba cha kulala cha Anko Sekalema. Ndani ya chumba, Sara alikuwa bado anapanga nguo zake. Alipomwona yule funza, hakujua chochote kuhusu agano. Alichukua kitu karibu naye, akamgonga, akamuua, akidhani ni funza wa kawaida tu. Wakati huo huo, Anko Sekalema alijihisi kama mtu aliyekatwa sehemu ya mwili. Miguu yake ilianza kuoza na kuanza kushindwa kufanya kazi, kana kwamba damu yake inabadilishwa. Akaona bora arudi nyumbani. Aliporudi nyumbani, ndani ya gari, kwenye kioo cha mbele, akaona tena mzimu ikimwambia, mke wako amemuua funza wetu. Kwa hiyo, sehemu ya mwili wako tumeichukua. Kuanzia siku hiyo, mguu wa Anko ukawa haufanyi kazi tena vizuri. Baada ya siku chache, funza mwingine alitoka kwenye jeneza na kumuuma Sara. Mguu wa Sara ulianza kupooza polepole, lakini Sara hakujua chochote. Alifikiri ni ugonjwa tu. Lakini Anko alijua kama chama hicho tayari kimeshamugusa Sara. Siku moja, Anko alikuwa kwenye ibada ya siri, akiwasiliana na wale wakubwa wa chama ili Sara awe huru. Sara akaingia ghafla. Sara akaona mume wake akikaa juu ya jeneza. Akataka kupiga kelele, lakini sauti yake ilikata. Akawaza kukimbia, ila miguu yake ikaganda. Akawaza pia kuandika ujumbe kwa mama yake, lakini mikono yake ikawa haifanyi kazi. Ulipooza kila muda aliofikiri kuchora barua. Sara akaishi hivyo, kimya, amekufa moyo, mwili ukipooza taratibu. Sasa mgongo, miguu, hadi kiuno cha Anko vilianza kuoza. Anko akaelewa kuwa muda wake umeisha. Ndipo akawaita watoto wake
mke wake Sara na mama mkwe wake. Kisha akawaambia, utajiri wangu umetoka kwa Shetani. Nilishindwa kuwa na subira. Baada ya mke wangu kuniacha zamani, nilitafuta njia mbaya. Ndiyo maana mmekuwa mkiona haya yote. Nilitaka waambia tu, bora uushi masikini kuliko kuishi tajiri machoni wa watu, ila mkosefu wa amani. Katika macho ya kibinadamu munaniona nina raha, lakini mimi nadiona sina raha yoyote. Msiwe watu wa tamaa. Kila mtu ana muda wake. Kukosa au kupata yote ni muda. Baada ya kusema hivyo, Anko Sekalema akafa. Na baada ya siku 3, sumu ya funza iliyokuwa kwenye mwili wa Sara ulianza kuchemuka kutoka miguuni hadi kiunoni, ikafika ndani kabisa. Sara alilomba msamaha kwa mama yake akisema, mama, nisamehe shauri lako, kumbi ilikuwa nzuri tu. Ila sikukusikia, kisha Sara kuomba msamaha akafa. Kama unakubali simulizi hii, na kuomba usubscribe na ubonyeze hiyo kengele ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu mpya. Pia niambie kama umejifunza nini kupitia simulizi hii.